Tunaingia kwenye sehemu ya tatu ambao ni kimbali na nafasi inayopatikana kupitia kwa kufunga na kuomba. Ndio topic yenyewe. Sasa tulikuwa tumefikia hapa ambapo tumesema ya kwamba Mordekai amewakilisha ujumbe kwa Esther. Akamwambia umewekwa kwenye hii nafasi kwa sababu ya wakati kama huu. Akamwambia wewe ndio size ya amani, unaweza ukamkabili amani, na ukikaa kimya ujue kwamba utaokoka, hata wewe utaangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile assignment ambayo Mungu alikupea, ikitokea kwamba haujaifanya hiyo assignment, ujue kwamba Mungu anamalizananga na wewe na alafu anatafuta mtu mwingine, maana assignment ya Mungu haiwezi ikasimama. Kuna kazi ambayo Mungu alikuleta hapa duniani kuifanya. Kama Mungu atakupea resources zote, akakupea pesa, akakuweka kwenye nafasi, lakini ukakosa kufanya hiyo assignment, kile ambacho kilikuleta hapa duniani, ujue kwamba ni bila shaka atakulaani kama ule mti unaitwa mti wa mtini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mordekai anamwambia Esther, umewekwa kwenye hii nafasi kwa sababu ya wakati kama huu, na kama hutatuokoa ujue kwamba Mungu atatumia njia nyingine kutuokoa, lakini wewe mwenyewe hautabakia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa anamwambia Mordekai ya kwamba kusanya Wayahudi wote ili wafunge na kuomba kwa ajili yangu. Wakati mwingine ni vizuri kuangalia swala ambalo linakukabili kwa jicho la kiroho kabla hujaliangalia kwenye jicho la kimwili. Maana kuna mambo mengine ni ya kiroho kabisa, yamekulemea, yamekulemaza, yamekusimamisha kwenda kwenye hatima yako, lakini kwa sababu unayaangalia kwenye jicho la kimwili ndio sababu umekwama. Ukikosa kujua siri iliyomo katika kufunga na kuomba, ujue kwamba jambo ambalo ungelifanya kwa siku moja utalifanya kwa miaka yote. Ili jambo kama Esther aungelichukulia ama ungejiangalia katika sura ya kiroho, ujue kwamba lingewalemaza, lingewaua na mambo yangekuwa mabaya kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maandiko yanasema ya kwamba ile siku ya tatu ilipofika, kwenye kile kitabu cha Esther, ile siku ya tatu baada ya kuwa wamefunga siku tatu, Wayahudi wakifunga kwa ajili ya Esther, Esther akaenda mbele ya mfalme akiwa na ujasiri na akiwa na kimbali, akiwa kwa full package ndani yake, akiwa na nguvu za Roho Mtakatifu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maandiko kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 16, maandiko yanasema kwamba ingawa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku baada ya siku. Lazima ujifundishe kujipaka kwa ndani, kutengeneza roho yako ipate nguvu. Pamoja na kuwa Esther mwili wake ulikuwa hauna nguvu, ni mdhaifu physically, lakini spiritually alikuwa na nguvu ya kutosha ya kumwendea mfalme. Alikuwa na ujasiri wa kutosha, alikuwa na kimbali cha kutosha. Vitu zingine ambazo unafaa kuzitafuta ili zikushindie vita zinafaa kuwa ndani yako na sio nje yako. Watu wengine wanajirembesha kwa nje, wanasahau kujiangalia kwa ndani. Ndio maana Paulo anasema ya kwamba kujipamba kwenu kusiwe kwa nje tu, lakini kwa hutu wa ndani, yaani moyo wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Paulo. Maana alijua ya kwamba watu wengi wamewekeza katika kujirembeza kwa nje, katika kujitengeneza kwa nje, lakini ndani yao hakuna kitu chochote, ni utupu kabisa. Ndio maana utaona mwanamke ambaye ni mrembo amejirembesha vizuri, lakini haja ingia kwenye ndoa, maana utu wake wa ndani aje upamba, amejipamba kwa nje, lakini ndani yake hakuna kitu. Ndio maana ni talaka kila wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Esther akaenda mbele ya mfalme akiwa amejipamba kwa ndani, akiwa amefunga, kwa nguvu za kiroho, akiwa na kimbali, akiwa na ujasiri. Maandiko yanasema alipofika kwa mfalme, jambo la kwanza mfalme alimwambia, unataka nikufanyie nini? Maana hata kama ni nusu ufalme nitakupa. Sijui kama hiyo neno unaweza ukalichukulia vile ambavyo nalichukulianga. Yaani mfalme ako na majimbo mengi tu sana ambao wametawala, lakini anamwambia Esther, naweza nikakata ufalme wangu katikati hivi, wewe ukawa mfalme upande huu na mimi nikawa mfalme upande huu mwingine. Nikakugawia ufalme wangu. Na hii inatokana na kuwa Esther alikuwa amejipamba kwa ndani, alikuwa amepata nguvu za ndani.
Kumbe kuna position zingine ambazo haujazipata kwa sababu umejisahau kujipamba kwa ndani. Unajipambanga kwa nje, ukienda kwenye interview unajitengenezanga kwa nje, unajipanga, unajipaka wanja, unavalia mikufu, unafanya nini, ndio unaenda kwenye interview. Ndio sababu hiyo position hata leo hujaipata. Esa akajua siri ni kujipamba kwa ndani, akajua siri ni kufunga na kuomba, ndio nipate kimbali, nipate ujasiri ili niingie kwenye nafasi ambayo. Kwa hivyo Esa baada ya kufunga na kuomba, unaona mfalme ako radhi kumpea position ama kumpea nafasi. Ako tayari kumgawia katikati ufalme wake, akuwe mfalme. Yani ampe nafasi. Ampe nafasi kwenye kazi yake, ampe nafasi kwenye kampuni, ampe nafasi kwenye ndoa. Kuna watu wengine hawajapata nafasi kwenye ndoa, kuingia kwenye ndoa ama kwenye biashara ama kwenye kazi, kwa sababu hawajajua principle, hawajajua siri iliyomo ama nguvu iliyomo katika kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anafika mbele ya mfalme anamwambia kwamba hata kama ni nusu ya ufalme wangu, mimi nitakupa. Sina shida, nitakupa hata kama ni nusu ya ufalme wangu. Maandiko anasema ya kwamba Esta, kwa sababu alikuwa na hekima, alikuwa anajua ya kwamba kama nikikatana ufalme na huyu mfalme, tutaanza kupigana vita. Namba 2, kama nikikatana naye itakuwa niko na nusu, wakati ule naweza nikamiliki ufalme wote nikiwa mke wake. Kwa hivyo Esta akamwambia, mimi sina shida na ufalme. Kile niko na shida nacho, nataka niandae kalamu wewe, ama niandae sherehe wewe, mkiwa na amani muje kwenye sherehe. Mkifika hivi mimi nitakwambia haja zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ingekuwa ni wanawake wa siku hizi, ati akutane na tajiri amwambie kwamba nataka tukatane utajiri wangu wote ama mali zangu zote, ukuwe na utajiri nusu na mimi nikuwe na nusu, zile mali nimetafuta. Unadhani ni wanawake wangapi wangechangua kitu kingine tofauti? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Esta, kwa sababu alikuwa ako pale kwa sababu ya taifa lake, ako pale kwa sababu ya watu waliokuwa wanalilia haki yao, watu ambao walikuwa karibu katika kuuawa na kuteswa, hakusahau watu wake. Kuna wakati ulipoingia kwenye nafasi ambayo Mungu alikupea, ulienda ukaendekeza tumbo yako, ukawa selfish, ukaanza kufuatilia faida yako, ukasahau. Kama kuna watu wako hapa nyuma wanahitaji msaada wako, kila position ambayo Mungu amekuweka, ujue kwamba amekuweka kwa sababu ya mtu fulani ambaye huyo mtu atahitaji msaada kutoka kwako na atahitaji umsaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani akaweka wazo ndani ya mfalme, pamoja na kuwa mfalme alikuwa amenguzwa, ili adivert kile ambacho Esta alikuwa amekuja kukifanya. Maana Esta kama angechukua nusu ya ufalme, ujue kwamba angekosa kuokoa taifa lake, angesahau watu wake. Kuna watu ambao wamesahau watu ambao Mungu alikupea. Kwenye kile kitabu cha Yohana 17 maandiko yanasema ya kwamba wote ulionipa. Huyu ni Yesu anaongea, anasema wote ulionipa nimewakabidhi kwako, wote ulionipa niliwasaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawaombea wale ambao alikuwa amepewa. Imaana Yesu alipokuja hapa duniani akapewa nafasi, akapewa jina, akapewa nguvu, alipewa zile vitu zote kwa sababu ya watu fulani. Hiyo nguvu ulio nayo, hiyo position uko nayo, chochote ambacho uko nacho ambacho ulikiomba Mungu ukiwa umepiga magoti, Mungu alikupea kwa sababu ya watu fulani ambao hao watu watapitia kwenye njia yako. Esta akashindwa kusahau watu wake, pamoja na kuwa alikuwa amepewa ofa ya nusu ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani unanielewa, kwa sababu kuna ofa najua umepewa, kuna nafasi umepewa, kuna pesa umepata, na ukamsahau mwenzako aliyekusaidia, ukamsahau mtu ambaye Mungu anakuambia kwamba nataka huyu mtu umsaidie, ukawasahau kwa sababu ya ofa ambazo umepewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Esta hakusahau watu wake, akachukua nusu ya ufalme, lakini aliamua kabisa atasimama na watu wake mpaka awaokoe. Kuna watu wanalilia haki,
Kuna watu walilia mpaka wakati ule, na wewe ndio unaweza ukawasaidia. Mungu akusaidie uelewe neno hili. Barikiwa sana. Tuungane kwenye